Tibaijuka, mimi naingia bungeni nimemkuta. Yeye ndo ameniambia ndani ya bunge hili unafanya hivi, hufanyi hivi. Ukiwa waziri unafanya hivi, hufanyi hivi. Sasa nimefurahi sana kumuona leo hapa ameritaya, yuko nyumbani, maisha yanakwenda. Salimia dadangu. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kukupokea hapa Muleba kwa mara ya pili. 2015 tulikuwa wote, mambo mengi, lakini kukukumbusha. Kwa kusema kweli ninafurahia ule uhuru nilio nao. Niko nyumbani, lakini nikuwa nyumbani haimaanishi kwamba nimevuta blanketi kwa kuwa ni mstaafu, sitoki, sifanyi nini. Naamini mwanaharakati wa kike wa haki za kina mama. Wanawake zamani huko tulikuwa turuhusiwa hata kujifunza kuandika, kusoma. Kuna wanawake huko Ulaya waliuawa wakijifunza kusoma. Kama wengi wasemavyo kuwa palipo na mafanikio lazima kuna chimbuko lake. Kauli hii inajidhihirisha kwa Profesa Anna Alexander Tibaijuka ambaye alizaliwa wilaya ya Muleba mkoani Kagera mwezi wa 10 tarehe 12 mwaka 1950, ambapo mwezi huu anatimiza miaka 75 ya kuzaliwa kwake. Wengi kama tunavyomfahamu Profesa Tibaijuka kutokana na umaarufu wake baada ya kufanya kazi Umoja wa Mataifa na kuwa mwanamke wa kwanza Mwafrika kupigiwa kura na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kumwezesha kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la makazi duniani UN Habitat, ambapo alifanya mambo makubwa na baadaye kurejea Tanzania kwa ajili ya kuwatumikia wananchi kama mbunge wa jimbo la Muleba Kusini, nyumbani alipozaliwa. Mimi niliwaambia ubunge kwangu sio cheo. Nilikuja kuingia kwenye jamii yangu, nielewe, niweze kuangalia tunajikwamua vipi. Wengi watajiuliza ni nini siri ya mafanikio haya, ukizingatia kipindi hicho ilikuwa ni changamoto sana kuwasomesha watoto wa kike kwa mila zilivyokuwa. Je, ilikuwaje baba yake akaweza kumpatia elimu yeye pamoja na ndugu zake kwa wakati huo? Majibu ya swali hili yamewekwa wazi katika sehemu ya maelezo ya Baba Askofu Methodius Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo Katoliki Bukoba, aliyowatoa wakati akiongoza ibada ya kumbukizi ya miaka 50 ya dhahabu ya mzee Alexander Kajumulo nyumbani kwa Profesa Anna Tibaijuka. Alexander alipenda elimu. Yeye mwenyewe hakwenda shule, lakini hata hivyo akaona umuhimu wa elimu. Akaenda kwa ndugu yake Zakayo Kinubi, akasema bwana, nifundishe kusoma na kuandika. Akajifunza, akasoma, akaandika, na kwa kujifunza hivyo hivyo akaweza kuwa anasoma vizuri na magazeti ya Rumuli, ya Bukianagandi, ya nini, akawa anawapigia watu habari. Akajifunza na akawa msomi wa siku hizo. Najua miaka hiyo ya 1910 na 20 hiyo unakuwa msomi wakati ule, ukijua kusoma na kuandika na kuweza kupiga maneno. Na kwa kutoka na hiyo akajifunza kwamba kitu kikubwa unachoweza kuwapa watoto wako ni elimu. Na kutoa elimu, kila mara ananikumbusha, sio kwa wanaume tu. Eti watakuja kurithi. Siku hizi wanawake ndio wanasaidia kuliko wanaume, unajua. Wanaume kidogo wamekangaraka. Hivyo kuwakumbuka mabinti zako, kuwasomesha, usitia nguvu zako zote. Na hizo aliziweka, na yeye alibahatiwa, sio ilikuwa shida hiyo. Alibahatiwa akapata mvulana mwingine wa pili. Mvulana naye akafurahi, akaenda Canada huko, akaanza huko mwingine huko Canada. Hivi akabaki na wasichana watupu mpaka mtoto wa mwisho ndiye akaja kupata mvulana. Na kati ya mvulana wa kwanza na mvulana wa pili kuna miaka 20. Hivi alikuwa na wasichana. Na mnajua nyakati hizo ukizaa wasichana wanaona kwamba ukoo umepotea huo hapo. Hakuna ukoo, hakuna urithi, hakuna muendelezo. Kwa kweli tunaweza kusema hakuna muendelezo hapa. Naweza kusema kwamba hapa hakuna muendelezo kwa sababu kuna mabinti. Haiwezekani. Mzee Alexander ambaye alizaliwa mwaka 1910 na kufariki tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 1975 alifanikiwa kupata watoto 11
ambapo miongoni mwao wasichana ndo wengi, ila hii haikumpa changamoto ya kuwasimamia na kuwaachia misingi imara, japo kwa kipindi hicho ilikuwa ni ngumu sana na alipata misukosuko mingi kama baadhi wanavyoelezea. Nilikuwa nasoma maneno ya Profesa Amelia pale, anasema kwamba baba alituambia hivi, sina mali nyingi ya kuwarithisha, sina vitu vingi vya kuwarithisha, mimi nitawarithisha kitu kimoja, elimu. Na kweli akawarithisha elimu. Na alikuwa anasikitika kwamba, inasikitisha kwamba hakuweza kuona matunda ya ile elimu aliyotupa ilivyoweza kuzaa vitu vingi. Lakini akuhakikishia kule mbinguni aliko anaona na anafurahi. Hata na mke wake Maurelia naye alimfundisha kusoma na kuandika. Alianza na huyo mke wake kabla hajawafundisha wengine, kabla hajaenda kwa watoto. Na hiyo kweli ni kitu kizuri sana. Kama unajiuliza Tibaijuka ambaye ni mtaalamu wa uchumi ilikuwaje akajiingiza kwenye siasa, jibu lake ni hili kama Askofu Kilaini anavyofafanua. Alafu kitu kingine kilichonichekesha, alikuwa mwanasiasa. Nasema kuna mtu mmoja hapa, binti yake mmoja siasa anapenda. Nikasema hapa urithi umeingia hapa. Siasa alikuwa mwanasiasa. Nasikia ndiye alianzisha tawi la 5 hapa Muleba. Na nyakati hizo ilikuwa ni wakati wa ukoloni. Siku hizi mtu anaingia 5, anaingia CCM, kuna marufurufu siku hizi. Siku zile hapa kwa marufurufu, ukiingia huko unanyanyaswa, unafukuzwa. Kwa sababu unaonekana wewe ni mtu mbaya, wewe mhaini. Na akanyanyaswa kweli, lakini akasimama imara. Na vile vile alikuwa anajua kujitetea. Alikuwa ni wakili wa kijijini, wale wakili wa kijijini wale mawakili wa kijijini. Na hata na watu wakawa wanamfuata ili awape mbinu za kujitetea mbali mahakamani. Walimnyang'anya shamba akajitetea, akairudisha. Na wengine wakaanza kumfuata. Na katika uzao wako kuna mawakili nadhani angesoma vizuri ile mambo ya sheria, hata na mjukuu wake inshallah asingefua dafu licha ya Harvard yake. Asingefua. Eti naona pale usingefua kitu hapo. Nadhani ulipata kidogo huko ndio kambegu kakaingia huko. Alikuwa mtu wa kutetea. Pamoja na hayo, mzee Alexander alibambikiziwa kesi nyingi kipindi cha ukoloni, ikiwemo kunyang'anywa shamba lake kwa uonevu, lakini baadhi ya wakwe zake waliweza kumsaidia na kuinusuru familia yake kama binti yake anavyotueleza. Baba alipofariki, mama akashika hatamu na kuendelea kutulea hadi kupata mafanikio. Wazazi wa mama Emiliana Mkabagara aliyezikwa mahali hapa na mume wake Eta Urbano Kashoro, pia mama yake mkubwa Mawi ni Frida Kantangayo aliyelala kijiji cha Kikuku, walijitoa kwa hali na mali kulima shamba jipya Bujumbi cha Mwema baba alipokuwa amenyang'anywa shamba lake mahala hapa tulipo katika kubambikiziwa kesi za Nyarubanja, hivyo kutuokoa tusiangamie kwa njaa. Tunawaombea rehema mbele yako na kuomba mfano wao mzuri utuonyeshe umuhimu wa kusimamia haki zetu, huku tukisaidiana katika shida ili kuvuka salama. Matunda yake ni watoto 11, 8 tungali hai, wajukuu 46, vitukuu 55 na virembwe 6. Tunaomba baraka za Mwenyezi, uzao huu nao ubarikiwe na kukua katika misingi ya dini, upendo, maadili na kuheshimu mila na desturi, na kupaenzi mahala hapa Nyaruju Kagabiro kama chanzo cha chimbuko lao, pawe mahala pa hija za kifamilia katika kumbukizi kama hii, kwani asiyejua anakotoka hawezi kujua anakokwenda. Baada ya Profesa Anna kuamua kurudi nchini Tanzania na kugombea ubunge kwa awamu ya kwanza mwaka 2010, wananchi walimpokea kwa aina yake.
Alipita kwanza bila kupingwa kutokana na watu jinsi walivyompokea. Hata vyama vya siasa wenzake vilisema hapana, huyu mama kutokana na jinsi alivyofanya ngoja tumuache apite. Huku wakifurahia yale aliyowafanyia katika utawala wake. Alitusaidia sana, alikuwa akitoa watoto 2, 3 wapeleka kwenye mashule, anawainua sana sana. Kuna mabinti 2 ambao ni maalbino. Aliwatoa kijijini kwetu Magata, akawapeleka shule kutokana na wimbi la mauaji ya watoto maalbino wale, akawapeleka kwenye mashule, wakasoma, wakamaliza, wakapata ajira, sasa hivi wako vizuri. Pia kwenye siasa mama aliweza kutufundisha namna ya mama unavyoweza kuwa jasiri katika kugombea, kuweza kuongoza watu. Aliweza kutubusti kwenye vikundi ambavyo amevikuta vimefifia, afu kina mama wengine walikuwa wameanza kukimbia kwenye majumba, lakini mama profesa aliweza kuzikomboa zile familia ambazo zilikuwa chini. Tukawa tumepanda, tukawa tumejifunza mengi kupitia kwa mama Tibaijuka. Yaani kwa mfano kama kina mama kwenye vikundi, hela saa nyingine waga tunakopeshwa, muda wa kurudisha inakataa. Mama Ana alivyokuwa anasikia changamoto kwenye vikundi, hususan mwezi wa 12, alikuwa akitembelea kila kikundi na kusema nihesabie hela zangu, hela zote mnazodai, kila mtu mnayemdai mimi nizilipe. Anachangia hela kina mama ambao ameshafikiria kukimbia miji, kuacha watoto wao sababu ya hizo hela, anazilipa. Mama Ana alikuwa hataki mwananchi yoyote anyanyasike. Kwa ujenzi wa shule, mlivyokuwa mnaweka mikutano ya wazazi, kuweka mikutano ili mama mchangie ile hela, mama Ana alikuwa anakuwa tayari kufanyaje kuichangia hiyo hela. Tunashukuru baadhi ya vitu vingi sana alivyovifanya. Miongoni mwa vitu ninavyovikumbuka, amejitahidi sana. Tulikuwa tuna changamoto ya kuwa na madawa hususan kwenye hospitali yetu ya wilaya na dispensary na zahanati kwa ujumla. Kwa ametusogezea bohari ya madawa ikiwa imejengwa hapo Marahara. Bado tulikuwa tuna changamoto ya barabara ya rami ya kutoka pale kona kwenda mpaka Rubia. Kumpitia yeye kwa kweli tulijisifu sana baada ya kuwa naye. Imetengenezwa rami mpaka sasa hivi kila mtu anaiona au anaifahamu. Japo baadaye aliwashangaza wengi baada ya kuona anaamua kutangaza kustaafu bunge kwa hiari yake mwaka 2020. Lakini pia kwa wageni kwa sababu sitagombea ubunge tena. Kwa makini za mambo yanaendelea. Ninaposema nastaafu, si staafu wananchi au sio? Maana mimi nikimwaza mama Ana, yani namweka kwenye wabunge wengine tofauti. Yeye ni mama ambaye ana nguvu, ni mama ambaye ana uwezo wa kuendesha jamii, lakini aliona kwanza atoke wengine waendelee. Mtu namkuta kwenye uchaguzi anang'ang'ania mpaka awe mzee, mpaka astaafu aambiwe wewe uruhusiwi kugombea, lakini yeye hakuwa na tamaa ya siasa. Yeye alikuja kujenga kwamba atafute njia ya watu kuwainua ili wawe na nini na muamko wa kuingia kwenye siasa, wasiogope siasa, wanawake watoe fomu. Alivyoona amewapanga tu mama, mimi hicho nilichomfurahia. Hakung'ang'ania madaraka. Pamoja na mafanikio yote waliyopata, watoto wa mzee Alexander, yaani Profesa Ana, kwa kushirikiana ndugu zake, walianzisha umoja wao kwa maana ya Kajumulo Foundation na kuweka utaratibu wa kuwaenzi wazazi wao ambao tayari wametangulia mbele ya haki kwa kufanya sherehe kuwaombea, ambapo mwaka huu wameadhimisha kumbukizi ya dhahabu ya kifo cha baba yao na kumbukizi ya miaka 9 ya mama yao, ambayo ilihudhuriwa na watu zaidi ya 4,000, huku familia ikiandaa pia mashindano ya kwaya mbalimbali kutoka dekania ya Muleba kama sehemu ya kuwaenzi wazazi wao, na washindi pamoja na washiriki wote waliweza kujipatia zawadi nono, ambapo zaidi ya shilingi milioni 5 zilitolewa, huku mama Tibaijuka akieleza kwa nini wameamua kufanya hivyo. Neno la kwaya ni kumtukuza Mungu kama sehemu ya kusherehekea jubilei ya dhahabu, kumbukizi ya dhahabu ya baba mzazi tangu aondoke. Kwa hiyo tumefanya unatukuza Mungu kwa pia kuendeleza kwaya vipaji katika dekania yetu. Kwa hiyo nawapongeza sana washindi, lakini pia baba askofu kama alivyoeleza kwamba urithi ni kitu muhimu sana, sio kuacha tu mali
lakini malezi zaidi, kwa sababu ndiye atamtengeneza binadamu aweze kuendeleza yale ambayo umeamini. Kwa hiyo ndio maana ya tukio. Kwa hiyo na watoto wa kike na wa kiume kushirikiana katika foundation katika njia za kisasa za kulinda familia. Makala hii imeandaliwa na Lameck Richard na kusimuliwa kwako nami Pasco Mwakioma.